Esheni, maana adui yenu Shetani huzunguka akitafuta mawindo. Kama Mungu anatuokoa kutoka mikononi mwa mawindo ya huyu Shetani yeye yupo akipambana kupata mawindo yake. Na ndio maana imeandikwa, miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa huyo pepo anakeje kwenye mwili ambao una Roho Mtakatifu? Manake kuna mlango tumeufungua, tukaruhusu Shetani aje aingize matatizo ama dhiki ama shida mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Kwa huyu ni mmoja wao ambaye anatenda mambo haya yanatukuta. Kwa mfano, unaweza ukawa na watu fulani walikuwa wanafanya biashara, ni maduka na yanatazamana, moja ng'ambo hii mwingine ng'ambo hii. Sasa mfumo wa maisha uko tofauti. Ng'ambo ile ya kulia maendeleo yako, ng'ambo upande wa pili duka linadidimia kila siku. Shida ilikuwa ni matumizi ya siku. Wote wanakuja na magari pale wanapaki. Huyo wa kulia yeye gari ataosha, akishapaki anaosha labda Jumamosi. Huyu kila siku kuna vijana wanapita hapo mjini, anaosha almost kila siku, na kila siku anatoa 2,000 mara 6 karibia 12,000. Ni hela anaichukua kwenye biashara. Ndio biashara ni mtu. Kwa nini? Kwa sababu kuna gari la fulani linakuwa safi na nini, anapenda hiyo hivyo, hajapiga hesabu za kiuchumi. Kwa Shetani anampa ile tamaa ya umaridadi katika gari, ni kitu kizuri. Lakini mchana huyu wa kulia chakula kinatoka Majengo kinaenda mjini, bodaboda anapeleka chakula. Kwa ile 5,000 alioacha nyumbani mpaka yeye anakula. Asubuhi anatoka amebeba hiyo chai, manake yeye kwa siku anatumia 5,000. Jioni anarudi anakula. Huyo wa kushoto chakula asubuhi anaenda kunywa supu ya kuku. Kipande gani? Anasema kidari, kwa sababu na fulani naye anakula. Unaona, Shetani anampa tamaa ya kumfananisha na mwingine, anakula kidari. Shingapi mnajua wenyewe, ni mjini sasa. Na kisha kula kidari anakunywa shingapi? Hiyo ni asubuhi tu. Mchana anasema niekee pilau na mafyampi yote weka hapo. Sasa pilau ile shiba ile na samaki ama na nini, nao ni hela. Anafungua drawer anachukua anaweka. Afikirii kwamba biashara inahitaji nidhamu ya fedha. Shetani kumwambia nidhamu ya fedha, asema kula wewe, maisha ni haya, kula tesa. Unaona, Shetani Ibilisi ikifika jioni anawasha gari aendi moja kwa moja nyumbani kama yule, asema yule mshamba kweli, anajibana alafu na hela nazo. Anapita kwenye vijiwe vya jamaa rafiki. Akifika ni kawaida, waiter, piga 2 hapo, majamaa wako 5. Wapi 2? Alafu mimi nipe lile bapa la 15,000. Sasa piga hesabu za siku. Ukienda kwa Shetani anasema kula maisha, wewe unajitesa nini? Utakufa, utayaacha. Sasa naye Mungu ama Shetani mwenyewe utatumia zile hela, zitaisha, alafu ufi haraka. Yule anayetunza anaweza kweli akafa akaziacha, lakini familia itaendelea na mtaji wa kuendelea. Haya ndio Shetani anaotumia, anatuonyesha mema hivi, tusiumie na vitu vya namna hii. Kwa hiyo tumkatae huyo Shetani asituingize katika dhoruba, katika mawimbi mabaya. Lakini